Fuse Afya. Tunaelekezana jinsi ya kuepuka magonjwa ya kutengeneza na matatizo ya kiafya na njia bora za kutunza afya zetu. Hii ni Fuse Afya. Mimi sio dokta, sijasomea tiba, wala sio mtaalamu wa darasani wa mambo ya afya. Ila nimewekeza muda mrefu sana kwa ajili ya kufuatilia wataalamu wabobezi kwenye masuala ya kiafya, ila muhimu zaidi ambao ni waadilifu na sio wataalamu wafanya biashara. Leo kwenye ufunguzi wa Fuse Afya lazima kwanza tuanze na mwongozo wa maandiko. Injili aka Biblia kwenye Corinthians 3:16 mpaka 17, 6:19 mpaka 20. Mwenyezi Mungu ameitukuza miili yetu na kuita Temple of God, hekalu ya Mungu, kwa maana zote mbili, kimwili na kiroho. Mwenyezi Mungu aliyetukuka kwenye Biblia ametuelekeza ni vitu gani tusiviingize kwenye miili yetu, na akatuelekeza na madhara yake. Na kwekeni page wote kwa ndugu zetu wa Kristo, lakini vile Waislamu wenzangu, tukaisome. Imeelekeza vitu ambavyo Mungu amekataza visiingie kwenye miili yetu na madhara yake, lakini vile ameelekeza vitu ambavyo vina faida na vinatakiwa kuingia kwenye miili yetu. Kwenye Qur'an, kwenye suratul Baqara aya 172, baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Enyi waumini, kuleni katika vile vizuri tulivyokuruzukuni na mshkuruni Mwenyezi Mungu ikiwa nyinyi hakika mnamwabudu yeye peke yake. Na kwenye hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza, hadithi ambayo ina hekima kubwa sana, anasema ightanim khamsa kabla al-khamsa. Tumieni fursa ya mambo matano kabla ya matano. Ujana wako kabla ya uzee wako, afya yako kabla ya ugonjwa wako, utajiri wako kabla ya umaskini wako, wakati wako wa kupumzika kabla wakati wako wa kushughulika, na maisha yako kabla ya kifo chako. Maandiko yote yalishuka kutoka kwa Muumba wa mbingu na ardhi pamoja na aliyetuumba sisi, anatuelekeza tulindie afya zetu. Na naomba nikushauri kitu kimoja, mwana Fuse. Fuse Afya na kushauri wewe unaifuatilia, kwa sababu itakuwa ni muendelezo. Kila video itakuwa inaelezea baadhi ya vitu ambavyo vimepita na kuvielewesha kwa ukubwa zaidi, ila zitakuwa ni video fupi. Kwa hiyo leo hii tukija tukiongelea kama let's say Forever Chemicals au Filet na vitu kama hivyo, tunaweza tukaziongelea kwa ufupi, lakini kwenye video ijayo tukazichimba kwa undani zaidi. Ila tutakuwa tunaenda kwa mfumo wa nukta kuu tu. You are what you eat. Wewe ni unachokula. Mjini zimeingia non-stick nyingi. Asilimia kubwa zina sumu. Leo tutaongelea zaidi cookware au vitu ambavyo tunatupia kupika, vitu kama masufuria. Ukichagua chochote chenye non-stick imeingia sana mjini kwa sababu haigandishi, vile ni rahisi kuosha, ni rahisi kumaintain. Kwa hiyo watu wengi sana wamezikimbilia non-stick. Ila hakikisha unaangalia kama inatumia material ya Teflon. Hizi zina Forever Chemicals, kemikali za milele ambazo haziishi wala hazivunjiki. Zikiingia kwenye hewa, zikiingia kwenye udongo, zikiingia kwenye chakula, zikiingia kwenye miili yetu, zinabaki milele. Ndio maana ya Forever Chemicals. Sasa wengi wanazificha, hawaandiki Teflon, ila wanatumia maneno tofauti. Maneno kama PFOS, PFOS, PFAS au PTES. Ni baadhi ya maneno ambayo utaendelea kukuta katika material ambazo zimeandikwa kwenye non-stick. Miongoni mwa matatizo na madhara ya Forever Chemicals, kwa mujibu wa Dr. Eric Berg DC, ni matatizo ya liver ambayo ni ini, matatizo ya kidney ambayo ni figo, kuharibu kinga ya mwili, tezi dume thyroids, kutokuweza kuzaa, infertility. Hayo ni baadhi ya matatizo ambayo yanatasababishwa na Forever Chemicals ambazo zinapatikana kwenye non-stick wanayotumia material ya Teflon. Swali lako, je, zipi ziko salama? Kwa mujibu wa Dr. Saif, wasifu wake huu hapa, unaweza ukapause ukamwangalia. Ameorodhesha, anasema material bora zaidi ya sufuria. Namba 1 amesema stainless steel. Namba 2 amesema ni cast iron. Namba 3 ni ceramic coated pans, ila isiyo ina michubuko. Ikishapata michubuko weka pembeni. Na anatahadharisha dhidi ya aluminium
zinahitaji umakini. Pia wana Fuse na kushauri ingieni YouTube, katafute makala haya hapa by Dr. Eric Berg, anaelezea kwa undani zaidi. Fuse Afya, sio ushauri wala maelekezo. Fuse Afya ni kwa ajili ya dondoo za elimu za kiafya. Mwana Fuse, je, ni mjuzi zaidi wa hizi Forever Chemicals? Je, unaifahamu vizuri Teflon? Tukutane kwenye comment section tujadiliane zaidi. Fuse Afya, DJ Smile. Pata link za makala zote pindi zinapotoka au kujua ratiba za content za DJ Smile kwa kusubscribe kwenye WhatsApp channel ya DJ Smile 255. WhatsApp channel ni tofauti na group. WhatsApp channel unapata link na taarifa za Fuse by Smile. Kila DJ Smile napokuwa natoa makala huwa nachukua link na kuiweka kwenye WhatsApp channel, unakuwa unapata updates zote kiwepesi. Njia ya kujiunga ni QR code hii hapa, iscan, itakupeleka moja kwa moja kwenye channel, au tuma WhatsApp message kwenda namba hii 0764124124. Utapokea message na ndani ya hiyo message utaona kuna link. Bonyeza hiyo link, moja kwa moja inakupeleka kwenye WhatsApp channel, alafu subscribe. Kama umependezwa na maudhui haya, basi share na wengine wafaidike nayo. Hiyo ni kwenye WhatsApp group au unaweza ukaishare hata kwenye YouTube page yako. Hivi unajua ukibonyeza like unaiwezesha hii video kufikia watu wengi? Na kama huja subscribe, bonyeza subscribe, afuta kutana kikengele, bonyeza ile. Na kama huja subscribe kwenye YouTube channel ya DJ Smile 255, karibu uwe mwana Fuse. YouTube channel ya DJ Smile 255 inazidi kukua, engagement ni nzuri, ni fursa kwako kwa ajili ya kufanya biashara. Karibu, usipige simu, usitume text ya kawaida, tuma WhatsApp message kwenda namba hii hapa 0764124124, tuyajenge. Lakini nitoe shukrani na tuendelee kuisupport Fuse by DJ Smile ili kukidhi gharama za kiuendeshaji. One love. Kupata updates zangu zingine ni follow Instagram DJ Smile 255, na ndo jina hilo hilo DJ Smile 255. Napatikana Twitter, napatikana TikTok na kwenye social media zote. DJ Smile. Kama nilivyosema mwanzo, video hii ni kwa ajili ya elimu na majadiliano ya kifikira. Tafadhali shiriki kwa heshima. Hakuna chuki, ubaguzi au vurugu. One love.